kwa sababu unaamini mtu anayekupatia pesa ndio anayekupenda, ndio anayekujali, na huyo ndio anayekuthamini. Ndio maana hata ushauri unaotoa kwao hawausikilizi kwa sababu umepotoka. Sasa hapa nimekuletea jengo zuri la kisasa ambalo kama utafanikiwa kuwa nalo au kulijenga, basi ushauri wako wataupokea kwa sababu tayari utakuwa umeshakuwa miongoni mwao. Hili ni jengo lenye jumla ya vyumba vitatu vya kulala, na katika vyumba hivyo vimepangiliwa vizuri na mpangilio wake ni superb kama ambavyo unaweza kuonekana hapa. Chumba kimoja ni self, na maanisha ni chumba chenye choo ndani, lakini vyumba vingine viwili ni vya kawaida kwa maana ni single. Kuna choo cha public kwa ajili ya watumiaji wa vyumba hivi viwili ambavyo havina choo ndani. Sebule ipo ya kutosha, jiko, na pia jengo hili lina veranda mbili, kwa maana veranda upande wa mbele wa jengo na veranda ya upande wa nyuma wa jengo. Hili jengo linatumia jumla ya bati 90 za futi 10, mbao 200 za kench, na tofali za blocks ni 2000 kamili. Kama utatumia tofali za kuchoma, hapa zitaenda tofali 6500. Kumbuka tofali hizi au idadi ya matirio haya ambayo mimi ninayataja hapa siyahusisha idadi ya matirio ambayo yatakayotumika kuandaa msingi, kwa sababu idadi ya matirio ambayo yatakayotumika kuandaa msingi yatategemeana na vitu vikuu viwili ambavyo ni aina ya udongo ambao unapatikana katika kiwanja chako, kwa sababu aina ya udongo unapatikana kwa kiwanja chako ndio utatoa majibu msingi utaenda chini kwa urefu kiasi gani. Kumbuka kuna aina nyingi sana za udongo. Kama eneo lako lina udongo wa mfinyanzi, ni lazima uhakikishe kama utajenga msingi, basi msingi wako unakuwa ni imara sana kwenda chini zaidi, lakini pia hakikisha umetumia kiwango kikubwa sana cha simenti, kwa sababu udongo wa mfinyanzi una tabia ya kusinyaa na kutanuka. Kama utatumia ujenzi wa kawaida, ina maana itakuwa rahisi sana jengo lako kukatika na kugawanyika kati ya msingi wa chini na jengo la juu, kama msingi wako utakuwa ni wa kawaida. Lakini pia kama msingi wako utakuwa ni wa kawaida pia, itakuwa ni rahisi sana jengo lako kuwa linapanda juu na kushuka pale ambapo udongo huo wa mfinyanzi utakuwa unasinyaa na kutanuka. Na pia the same thing, au unaweza kusema ni jambo lile lile kama utakuwa unajenga eneo ambalo lina mchanga na maji, kwa maana udongo wa tifutifu. Kama msingi wako hautakuwa imara, kila ambapo udongo ule utakuwa unapata unyevunyevu, jengo lako litakuwa linashuka chini. Sasa hapa itategemea ni jengo lako lina ukubwa kiasi gani. Jengo lako litakuwa linakuwa fupi muda baada ya muda, na ndio maana material yanayotumika kuandaa msingi huwa utataji, kwa sababu ni lazima yashirikishe yule ambaye atakayekuwa anakuja kukujengea pale site kwa details za uhakika zaidi, ili hakikishe habatishi katika kuandaa msingi imara, na jengo ambalo utakalolijenga hapo liweze kudumu na liwe alama pia ya kile ambacho wewe ulikuwa ukifikiria, na sio kukupa hasara kwa kile ambacho ulikuwa umekitunza kwa ajili ya kuhakikisha kama unatengeneza jengo zuri au unapata makazi kwa ajili ya kuishi wewe au kwa ajili ya kuishi familia yako na wale ambao wewe unakuwa unawajali. Kumbuka kuanzia sasa unaweza ukapata kutazama ramani kupitia WhatsApp yako, na cha kufanya ni hivi: tutumie message WhatsApp, andika neno niunge, sawa, kwenye namba hiyo ambayo inaonekana kwenye kioo cha simu yako hapo. Message hiyo itumwe WhatsApp, sio message ya kawaida. Tutumie message WhatsApp, andika neno niunge kwenye namba hiyo hapo ambayo ni 0758260690. Baada ya hapo tutakupatia linki, na kupitia linki hiyo utapata kujiunga na WhatsApp channel yetu, na kila tunapokuwa tunaziweka ramani, basi utakuwa sehemu ya watu wa kwanza au sehemu ya watu waliopata kipaumbele kutazama ramani hizo kupitia WhatsApp. Kwa hiyo sio lazima uingie katika mitandao mingine, lakini kama unatumia mitandao mingine ya kijamii kama Facebook, TikTok, LinkedIn, Instagram, YouTube, Twitter ambapo sasa ni X, basi usisahau kutufollow na pia kusubscribe katika YouTube channel yetu. Karibuni sana.